Mambo matano yanayoondoa nguvu za shetani kwenye maisha yako. You may write down that kila kitu unachokiona kina exist, kinafanya kazi, kinaongezeka kwa kasi, kuna nguvu iko ndani inayokiendesha hicho kitu, inayokiempower hicho kitu. Roho ya usagaji, ushoga, uzinzi, ulevi, zote kuna roho ziko nyuma zinazoempower haya mambo. Na kwa sababu ni roho, zinaweza kumuingia hata tajiri, hata kiongozi wa nchi, hata mchungaji, hata shehe, hata yeyote, kwa sababu ya human being. Sasa ili tufanikiwe ni lazima hii nguvu inayozalisha maovu na mabaya ya namna hii iondoke, alafu ije nguvu nzuri kwenye maisha yako. Sema amina. Amina. Ije nguvu inayoleta matokeo kwenye biashara na watoto wako. Sema amina. Amen. Ije nguvu inayoleta majibu ya maombi yako ukiomba kama vile Danieli. Sema amina. Amina. Ije nguvu inayoleta mabadiliko ukitoa sadaka yako kama maombi na sadaka ya Habili. Sema amina. Amina. Ije nguvu ya kukubadilisha jina na kubadilisha historia ya maisha yako kama Yakobo. Sema amina. Amina. Pe Yesu makofi. Amen. 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 Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 9. Shikeni basi maneno ya agano hili, myafanye ili mfanikiwe katika yote mfanyayo. Mtu aliyechagua njia sahihi na njia ya uzima ni yule anayechagua neno la Mungu peke yake ndo limfanikishe, na si neno la shangazi, connection, neno la mjomba au babu na bibi. Hapana. Ukilishika neno la Mungu unafanikiwa. Kwa nini hautaki kushika neno la Mungu? Unaijua siri kwa habari ya neno la Mungu. Kama vile ukisoma meseji ya mtu unaisikia sauti yake inaongea, ndivyo navyo ukisoma Biblia unaisikia sauti ya Mungu inaongea. Hili litakusaidia kuondokewa na nguvu mbaya kwenye mwili wako, kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, kwenye mji wako. Unataka kufanikiwa, shika neno la Mungu, fuata maagizo ya Mungu, pita kwenye sheria za Mungu, usikiuke sheria zake, usiharibu maagizo. Usiwe mtu wa zinaa na uasherati. Usiwe mtu mwenye nia mbili. Leo akiambiwa twende, kuna mganga pale atakusaidia, anaenda. Kuna mtumishi kule atakusaidia, anaenda. Kuwa na nia moja. Mungu tuliye naye ana nguvu kuliko chochote. Unanielewa vizuri? Amen. Neno la Mungu liongezeke kwa wingi, kwa wingi, kwa wingi. Amen. Soma Biblia asubuhi, soma Biblia mchana, soma Biblia jioni. Meseji zote unasoma, lakini neno la Mungu hausomi. Habari zote mbaya zinakufikia, lakini habari za Mungu zimepungua nyumbani kwako. Kuna mafarakano ya namna nyingi, kuna maneno ya namna nyingi, kuna stori za namna nyingi. Zingine ni za mitandao, hazikujengi, zinakupoteza. Zingine ni za udaku, hazikusaidii, zinakuteka tu. Uwe mtu wa ajabu, usiwe na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake. Unatamani matokeo, shika neno la Mungu. Unatamani kusikia sauti yake, ni neno la Mungu. Yes. Ndio maana Biblia inasema hivi, neno la Mungu linasema. Ukisikia neno la Mungu linasema, kwa haraka haraka anza kusema hivi, Mungu anasema, ngoja nimsikilize anasemaje. Najua ya kwamba unatamani kuwa mtumishi na nguvu za Mungu ziwe zinashuka, lakini kuna kifungo kimekufunga. Neno la Mungu halikai ndani yako, linaondolewa na adui. Mungu anapanda mbegu njema Jumapili, Jumatatu inangolewa kwenye kitanda cha uzinzi. Mungu anapanda mbegu njema ndani yako, baadaye inangolewa na message. Mungu anapanda habari njema ndani yako, baadaye simu inakuvurugia kabisa mkakati wa siku yako. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Njaa na kiu ya haki
ni kutafuta Roho Mtakatifu, ni kutafuta nguvu za Mungu. Zinapatikanaje kama Mungu haongei? Zitapatikanaje kama Mungu hasemi? Anasema kwenye Biblia kwa kinywa cha manabii, anasema hata ndotoni, anasema hata kwa watumishi, kwa mafunuo mbalimbali. Sikiliza neno la Mungu, shika neno la Mungu, tii sheria ya Mungu. Hapa akikwambia hivi, jambo hili mwanangu, ili utoke, umejenga sana madhabahu za kichawi na waganga. Ulipoenda kupeleka kuku na ng'ombe, tolee Mungu wako sadaka. Ile ulionayo huenda unaiona ndogo, lakini ndio iliyopo rohoni ni kubwa. Hiyo 1000 rohoni ni kubwa, hiyo 2000 rohoni ni kubwa, hiyo 3000 itazidi ile ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo. Wakati una kondoo wengi wakazila wote waganga, wakati una mali nyingi zikapotea kwa waganga, ile sadaka ndogo Yesu anaibarikia. Maana hauna nyingine mkononi, una hiyo tu. Hauna kingine mkononi, una hicho tu. Kujenga madhabahu yake ni kuvunja madhabahu zingine. Kujenga madhabahu yake ni kupendezesha maisha yako. Kujenga madhabahu yake ni kumkaribisha Yesu ndani yako, atembee na wewe kila leo. Akwambie kule kanisani kuna vitambaa vya kuongeza, nenda kanunue weka. Kuna viti vya kuongeza, nenda kanunue weka. Hapo hapo adui yako akikukamata, akikutesa kwenye tumbo, Yesu yupo karibu nawe, anasema hivi, huyu ni mtumishi wangu, ninamjua. Anasikiliza neno langu kwa habari ya utoaji, anasikiliza neno langu kwenye sadaka yake ndogo. Na alimuona akijenga madhabahu. Huyo haumwi tumbo, hafungwi uzao wake na ufungua. Hateswi na majini, ninamponya. Hateswi na waganga, ninamlinda. Hawindi na wachawi, nina ulinzi ninaweka juu yake.